Lakini kihalisia mwaka 2023 tarehe 19, 20 na 21 Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa lilikuwa na mkutano mwezi wa 9 mwaka 2023, na mkutano huo uliitwa mkutano wa amani na maendeleo kati ya Israeli na Waarabu. Bwana asifiwe. Na uliitishwa na mataifa machache ya Kiarabu ya imani ya Kisuni, wakiwa wameweka mkataba na Waisraeli wa pamoja wa ushirikiano wa maendeleo na amani. Madhehebu ya Kisuni yakiongozwa na Saudia. Mfalme wa Saudia Abdallah bin Saladan kama hilo sikosei jina lake, kiongozi wa kifalme wa Saudi Arabia, alikubaliana na madhehebu yao kuweka mkataba, wakaupeleka Umoja wa Mataifa tarehe 19. Tarehe 18 ilikuwa ni sikukuu ya Wayahudi ya Rosh Hashanah, sikukuu ya matarumbeta kwa lugha nyingine, ambayo ni sikukuu ya 5. Tunaelewana watu wa Mungu? Baada ya kumaliza sikukuu, Netanyahu na uongozi wake wa kisiasa walienda New York, Umoja wa Mataifa tarehe 18. Kikao kilianza kujadili mmekubaliana nini. Tarehe 19 wakaendelea kujadili, 20 walitia sign. Mwezi wa 9 2023 mkataba ukaandikwa wa miaka 7. Mkataba uliandikwa wa 7 years peace deal and development. Bwana asifiwe. Mkataba ule ukasainiwa kwa sherehe na mataifa yote ya dunia, New York, na nchi zilizokataa ni za Kiislamu zilizokuwa na mrengo wa Kishia, imani ya Kishia, walikataa kusaini mkataba ule. Kwa hiyo ukaridhiwa na Umoja wa Mataifa. Mwaka huu 2023, kabla mwezi haujaisha, siku 30 hazijaisha, Hamas ikaingia kuishambulia Israel tarehe 7 mwezi wa 10. Shambulio ambalo walilipa jina ukombozi wa mlima wa Al-Aqsa, ndio jina la vita vya Gaza. Walipoishambulia Israeli tarehe 7 Oktoba. Kwa nini walishambulia? Kwa sababu kwenye mkataba wa Saudia na Israeli na Jordan na Egypt na madhehebu mengine ya Kisuni yaliyo kwenye mataifa mengine, waliweka maneno haya: mlima wa hekalu ulio na msikiti. Watu wa Mungu mnanisikiliza? Mlima uliokuwa na msikiti ulikuwa ni mlima wa hekalu ya Wayahudi. Kwa hiyo Wayahudi, Wakristo na Waislamu wanahitaji kuwa na amani, na kila mmoja awe na mahali pake pa kwenda kuhiji, patakatifu pake pa asilia. Waislamu wakasema sisi tunayo Maka, Wakristo wanayo Vatican, na Wayahudi wanayo Yerusalemu. Sijajua kwa nini sisi Wakristo tumepelekwa Vatican, potelea mbali. Sio Yerusalemu, ni sawa. Amen. Tumetambulika tu, sio mbaya, sema amen. Lakini wakatugawa hivyo, na Wakristo hawakulalamika. Na Wayahudi kwao ni Yerusalemu, na mahali pao patakatifu ni kwenye ule mlima ambapo kuna msikiti. Kwa hiyo mmoja ya mkataba, jengeni hekalu. Tunaelewana Wakristo? Uliosainiwa na Saudia na mataifa ya Kisuni.
Vita vya Gaza vikaanza tarehe 7 kwenye sikukuu ya Wayahudi ya mwisho inaitwa sikukuu ya vibanda.